Hii ni Live TV na karibu katika udondozi wa magazeti mbalimbali ya Tanzania. Ikiwa leo ni tarehe 19 mwezi wa 12 mwaka 2023. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumanne, kwa moyo mkunjufu nikukaribisha kunako udondozi. Na bila kupoteza wakati tunaanza udondozi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lenye habari iliyopewa kipaumbele ni MRC kujikaanga kwa Rais Samia, waliokwamisha ujenzi wa shule mpya wasimamishwa kazi. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Majaliwa waagiza utatuzi kero maofisa ustawi wa jamii. Habari katika ukurasa wa 4. Saudi Arabia ya mwaga ajira 500 za wauguzi. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Serikali ya kusanya bilioni 5 waathirika wa Hanang'. Habari katika ukurasa wa 4. Lakini pia gazeti hili habari nyingine zilizopewa kipaumbele ni ajira 1025 afya elimu kutangazwa Januari. Habari katika ukurasa wa 7. Rwanda, Burundi, Tanzania zaanza kupata umeme kwa Rusumo. Habari katika ukurasa wa 7. NHIF yaleta unafuu gharama za matibabu. Habari katika ukurasa wa 7. BOT yajitosa mapambano mikopo kausha damu. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania siku hii leo. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni NHIF yapunguza gharama za tiba, yaboresha viwango kuwaona madaktari bingwa, sasa kulipwa sawa na hospitali ya taifa, kanda na mikoa. Wanaopata huduma za kusafisha figo pata hueni. Dawa lukuki zaongezwa kwenye orodha ya dawa muhimu. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Mbowe Mnyika walivyoguswa kiapo kina Mdee. Habari katika ukurasa wa 18. Wauguzi wa kike wenye sifa hizi kuula ajira Saudia. Serikali imetangaza nafasi 500 za ajira kwa wauguzi wa kike waajiriwa na Saudi Arabia mapema Januari mwakani. Ajira hizo zilitangazwa jana jijini Dar es Salaam na ofisi ya Waziri Mkuu, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Watoto 3 wa familia moja walivyoteketea, mama asimulia alivyozirai baada ya kushuhudia tukio hilo. Habari katika ukurasa wa 6. Simulizi mahakamani hatua kwa hatua siku ya mauaji ya bilionea Msuya. Habari katika ukurasa wa 5. Samia abeba kilio cha ETS, uhaba wa dola umeme. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Tazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia asema nchi imefunguka. Habari katika ukurasa wa 4. NHIF yaboresha kitita cha mafao kuanza Januari 2024. Habari katika ukurasa wa 4. Tanzania, Rwanda, Burundi kuanza kupata umeme kutoka Rusumo. Habari katika ukurasa wa 4. Waajiri watakiwa kuweka mazingira bora ya kazi. Habari katika kurasa za ndani za gazeti Majira. Majira limeandika Waziri Mkenda aitaka jumuiya wazazi kuchagua shule kuanza mafunzo ya amali. Habari katika ukurasa wa 3. Watuhumiwa 3520 wakamatwa na mifugo 8970 nchini. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Korea Kaskazini yarusha kombora jingine la masafa marefu. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Tukicheza na wala rushwa tujiandae kujikanga kwa mafuta wenyewe. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Lakini pia ninalo gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Majaliwa ataka 40 migogoro ya ndoa nchini, asema lengo kubwa ni kupunguza mateso kwa watoto. Pia ashauri maofisa jamii kuondolewa TAMISEMI afya. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Neema wawekezaji wazidi kumiminika. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. NHIF yaboresha kitita cha mafao. Habari katika ukurasa wa 2. Lakini pia gazeti huru limeandika Dr. Dimwa awapa maagizo tendaji wa CCM Unguja. Rais Samia tumejipanga kuleta mapinduzi sekta ya viwanda. Habari katika ukurasa wa 3. Mageuzi makubwa sekta ya habari Zanzibar yaja. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Ninalo gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni DC anika kwa RCC fedha zinavyopenyezwa wanafunzi wachafuane. Yumo mtuhumiwa aliyechafua wilaya 3 anaswa. Habari katika ukurasa wa 3.
Serikali yajibu vilio vikuu vinavyotawala: dola, umeme, sukari, mafuta. Habari katika ukurasa wa pili. Ajira 25,000 zaja tena kwa vijana. Habari katika ukurasa wa 5. Lakini pia gazeti hili limeandika Chadema yawasilisha barua bungeni kupinga ubunge kina Mdee. Habari katika ukurasa wa 4. Chalamila aionya TRA rushwa uonevu wafanyabiashara. Habari katika ukurasa wa 5. Chopa hudumika kufikisha vifaa vya uchaguzi mashariki DRC. Habari katika ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti hili limeandika mashahidi watofautiana, washtakiwa waachiwa. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili. ACT yaonya masheha kuvuruga amani Zanzibar. Habari katika ukurasa wa 17. Lakini pia gazeti hili limeandika Klopp ashangaa Liverpool kutoifunga Manchester United. Habari katika ukurasa wa 21. Wachezaji Yanga wampa kiburi Gamondi. Habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Tulitazame sasa gazeti Jamhuri lenye habari iliyopewa kipaumbele ni hofu vyuo vya umma, wadau wahoja ubora wa elimu itakavyokuwa, serikali ikidaiwa kutaka kufuta ruzuku vyuoni, UDSM ya mjibu Jenerali Ulimwengu. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mnyororo upigaji fedha TAMISEMI unahusisha mfumo mzima wa utoaji wa fedha za umma kutoka hazina. Fedha hutolewa hazina kwenda halmashauri kisha kurejeshwa huko. Habari katika ukurasa wa 3. Wapinga mwekezaji kupewa eneo la kijiji. Habari katika ukurasa wa 14. Chadema wasemeheni wenye dhambi muone ufalme wa mbingu. Habari katika ukurasa wa 7. Barua ya Rais Samia yavuja. Habari katika ukurasa wa 5. Zanzibar na kitendawili cha mapinduzi yasiyo na shujaa. Habari katika ukurasa wa 10. Jiji la tuhumiwa kuiba kiwanja matofali. Habari katika ukurasa wa 4. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Jamhuri katika ukurasa wake mbele siku hii leo. Nilo gazeti Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Samia afunguka kodi ya mtoto, afichwa siri ya kufungua nchi kiuchumi, asema wawekezaji wanatamani Tanzania. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Kitita cha mafao NHIF 2023 kuwapa neema wanachama, bei za huduma za uhishwa kulingana na soko, madaktari wa ngazi moja kulipwa kwa usawa. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Rais Samia amwaga ajira 500 za kada ya afya, ni fursa kwa wauguzi wanawake nchini. Habari katika ukurasa wa 4. Wabunge 19 waikosesha Chadema usingizi. Habari katika ukurasa wa 4. Wazazi wasiopeleka watoto shule kikangoni. Habari katika ukurasa wa pili. Mifumo PIPMIS itaondoa uonevu Kikwete, ni kitanzi kwa utumishi wasiowajibika. Habari katika ukurasa wa 3. Kampuni taasisi 56 kuwekeza Tanzania. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Tanzania Leo katika ukurasa wake mbele. Ninalo gazeti wa Machinga lenye habari iliyopewa kipaumbele ni kinu cha kwanza JNHPP kuwashwa Januari, ni katika jitihada za kuzalisha umeme wa kutosha ambao ni muhimu kwa uzalishaji. Rais Samia awataka wenye viwanda waendelee kuimarisha ubora wa bidhaa wanazozalisha nchini. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mchengerwa ajana mbinu mpya kudhibiti watendaji usimamizi wa miradi. Habari katika ukurasa wa pili. Waathirika wa mafuriko Hanang wabakia 27 tu kambini. Habari katika ukurasa wa 3. NHIF yapunguza ada za usajili na ushauri wa daktari. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4. Majaliwa ataka andiko mfumo wa kada ustawi wa jamii kuleta tija. Habari katika ukurasa wa 5. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga katika ukurasa wake mbele Jumanne leo. Lakini pia ninalo gazeti Mwanahabari lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Majaliwa leteni andiko mfumo wa kada ya ustawi wa jamii, amwagiza Waziri Gwajima kuandaa andiko hilo kuongeza tija zaidi baada ya kuundwa kwa wizara rasmi. Pia itaka jamii kuhakikisha suala la maadili linapewa nguvu na kufichua vitendo vya kikatili. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Tanzania, Rwanda na Burundi sasa zaanza kupata umeme kutoka mradi wa Rusumo. Habari katika ukurasa wa pili. NHIF yaja na boresha kitita cha mafao, afueni zaidi kwa wanachama. Habari katika ukurasa wa 3. Serikali kuleta utaratibu mpya kuwabana watendaji wa halmashauri katika utekelezaji wa miradi. Habari katika ukurasa wa 4. TANROADS Tabora
yarudisha mawasiliano barabara. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 5, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahabari. Na sasa tugeukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani, na mikononi mwangu ninalo gazeti Mwanaspoti kata kiwa michezo na burudani, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Chivaviro kazi kwao Yanga, Gamondi atoa mtihani mzito. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Hawatoki Benchika wala hana pressure, usajili Simba unaanzia hapa. Simba vs Wydad kwa Mkapa leo Jumanne saa 10 kamili jioni. Katika michezo minne ya Simba hivi karibuni imeshinda mmoja. Wydad imepoteza mchezo mmoja ugenini kwenye hatua ya makundi. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Gazeti hili likiandika msimamo wa kundi B, Simba ikiwa ya mwisho ikiwa na jumla ya alama 2. ASEC Mimosas inaongoza ikiwa na jumla ya alama 7, wakati Jwaneng Galaxy yenyewe ikiwa na alama 4 katika nafasi ya pili. Wydad katika nafasi ya 3 ikiwa na jumla ya alama 3. Refa ni Pierre Gislani kutoka Gabon. Lacred aleta tatizo Simba. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Mtoano UEFA acha wauane. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia gazeti Mwanaspoti limeandika EFL leo Jumanne ni Chelsea vs Newcastle, mchezo utapigwa saa 5 kamili usiku. Pata nakala yako ya gazeti Mwanaspoti usome kwa ndani zaidi. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Mikononi mwangu ninalo gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenyewe limeandika Simba Wydad kisasi leo da. Tanzania, Kenya, Uganda kuandaa CHAN 2024. Yanga yakamilisha usajili. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Aziz Ki atamani kuweka rekodi. Habari katika ukurasa wa 22. Kocha Gor Mahia akerwa na kiwango. Habari katika ukurasa wa 22. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, Jumanne leo. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii katika ukurasa wake nyuma, habari za michezo na burudani. Benchika jioni muone, hii ni fainali, wachezaji wabania kupambana kiume leo. Wydad wenyewe wasema. Habari katika ukurasa wa 23. Wachezaji Yanga sasa wampa kiburi Gamondi. Habari katika ukurasa wa 23. Ashangaa Liverpool kutoifunga United. Habari katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii katika ukurasa wake nyuma, habari za michezo na burudani. Na hivi ndivyo ambavyo tunakamilisha dondozo ya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Live TV. Asante kwa kutuchagua, asante kwa kuwa nasi.